Inua imani yako, tuingie kwenye maombi ya kubatilisha kila mashauri ya maadui zako. Huenda kuna vikao vilikaliwa kwa siri juu yako. Huenda kuna mambo ya siri yanaendelea. Kuna ratiba za waovu zinafanyika kwa siri. Tunao nafasi ya kuingia katika ulimwengu wa roho, kubatilisha kila mawazo ya maadui. Kubatilisha kila mawazo ya maadui katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Zaburi ya 33 mstari wa 10. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, huyatangua makusudi ya watu. Ni maombi yangu siku ya leo, kila makusudi ya adui zako, watesi wako, watu ambao wamekuinukia ili waweze kukutafuta na kukuletea uharibifu, wasifanikiwe juu ya maisha yako. Nalo neno moja linalosema kwenye kitabu cha Ayubu sura 5 mstari wa 12, yeye huyabatilisha mawazo ya wadhalimu, mikono yao isipate kutimiza mradi wao. Huenda kuna adui ambaye amejipanga juu yako. Huenda kuna mtesi ambaye amejipanga juu yako kwa kutumia mikono yake, kwa kutumia silaha zake, watu wake, nguvu zake na hata pesa zake. Ayubu 5:12 natuambia kwamba yeye Mungu huyabatilisha mawazo ya wadhalimu. Kila dhalimu anayepanga mabaya juu yako, kila dhalimu anayepanga vitu vibaya juu ya familia yako, juu ya maisha yako, juu ya vitu vyako, juu ya afya yako, natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu akaharibiwe, akabatilishwe kwa jina la Yesu. Maana tunayo amri, tunayo mamlaka. Isaya 8 mstari wa 10 anasema kwamba fanyeni shauri pamoja, nalo litatimilika. Semeni neno, nalo litasimama, kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo tunao mamlaka ya kusema neno, tunao mamlaka ya kutamka neno. Huenda kuna mahali ulikuwepo ukaishi na watu vizuri, baadaye wakageuka kwa maadui zako. Huenda kuna watu uliwasaidia, baadaye wakakugeuka. Huenda kuna mtu ambaye amekuwa karibu na maisha yako, alionekana kama ni mtu mzuri, kumbe ni mtu mbaya. Anaenda kwa siri kwa waganga wa kienyeji, anatumia uchawi wake, anatumia nguvu zake ili kuyafifisha maisha yako. Kwa neno hili, simama imara, simama kiume, simama kwenye nafasi yako. Mwambie Bwana, nabatilisha kila mawazo ya maadui zangu, mawazo na mashauri ya maadui yasifanikiwe kwa jina la Yesu. Wawe ni maadui wa ofisi yako, maadui wa ndoa yako, mahusiano yako, wanaozuia wewe kufikia malengo yako. Wawe maadui wa elimu, wa familia, maadui. Kuna maadui wa aina nyingi ambao wanatutafuta, lakini tunaye Mungu anayetupigania, tunaye Mungu anayetutetea. Nikutie nguvu ya kwamba usiogope. Usiogope. Walio upande wetu ni wakuu kuliko walio upande wa adui. Jeshi lilokuwa upande wetu lina nguvu kuliko jeshi ambalo liko upande wa adui zako. Hujajua tu kutumia kinywa chako vizuri. Simama leo, mwambie Bwana, nimekuja mbele zako, nabatilisha kila mipango na taarifa na kalenda za maadui katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Baba, katika jina la Yesu, naungana na mpendwa huyu ambaye amechukua imani. Ni wakati huu Bwana, tumekuja mbele zako, tunaenda kuharibu na kuaibisha kila kalenda za adui, kila mipango ya shetani, kila taarifa za yule mwovu ambazo zimeandaliwa, kila njia zake tunazibatilisha, tunazitengua kwa jina la Yesu. Tunaomba Bwana, neno lako na kusudi lako likasimame katika jina la Yesu. Nami napangua na kutengua kila kazi ya giza ya siri, na iharibu kwa jina la Yesu. Nafungua kila kifungo ambacho kilitegwa, kila mtego ambao ulitegwa juu yako na utegua kwa jina la Yesu. Kila silaha inayorushwa juu yako isifanyikiwe, kila mtego wa shetani juu ya nyumba yako, kila chochote ambacho amekiandaa ili unase kwenye mtego, Bwana yafungue macho yako, akufunulie siri, akufunulie kila kinachoendelea. Bwana akuonyeshe wazi watesi wako, ukawaone kwa macho yako katika jina la Yesu. Wapige upofu maadui hao, piga upofu njia zao, piga upofu kazi zao, tunazipiga upofu. Kila mipango yao tunaiharibu, tunaibatilisha, tunabatilisha kalenda zao, tunabatilisha ratiba zao. Kila yoyote ambaye amepanga mabaya juu yako, nampiga upofu, nabatilisha kalenda yake, nabatilisha makusudio yake yasifanyikiwe. Kila mpango wa shetani usifanyikiwe juu yako katika jina la Yesu. Haijalishi jeshi lao limeungana na nani, haijalishi wameungana na nani na nani ili kukupiga vita, ili kukuvamia, ili kuletea mashambulizi, haijalishi wameungana kiasi gani ili kukuletea uharibifu. Kama kuna wakala yote ambaye yuko kwenye maisha yako, wewe unadhani ni mtu mzuri, kumbe ni agenti anakuja kuchukua taarifa, apigwe kwa jina la Yesu. Tunapiga mawakala wote, piga maagenti wote, haribu kwa jina la Yesu. Usiogope, haribu kila mpango wa giza, haribu silaha zao zisifanye kazi, haribu magari yao ya vita, haribu njia zao kwa jina la Yesu, ziharibiwe kwa jina la Yesu. Kila wanapopanga wapite, tunapaharibu kwa jina la Yesu. Huyo mkuu wao tunamshambulia, shambulia mkuu wao anayetoa agizo, anayetoa taarifa, tunawafarakanisha wagombane wao kwa wao.
wapigane wao kwa wao, wapige upofu, wajikuta wanapigana wao kwa wao, wajikuta wanaharibiana wao kwa wao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuombea neema ya Bwana ikutunze, neema ya Bwana ikusaidie, jeshi la adui lisifanyikiwe kukufikia. Tunaweka moto kila mahali, tunazingira moto, kama ni kwenye nyumba yako, kama ni kwenye ofisi yako, kama ni kwenye ndoa yako, mahusiano yako, afya yako, yeyote anayekufuatilia ili akurudishe nyuma, na amuru ashindwe kwa jina la Yesu, na kuwekea ulinzi. Pokea ulinzi sasa, anza kuomba ulinzi, omba ulinzi, zungushia ulinzi kila mahali. Ita malaika wa ulinzi wakae pamoja nawe, ita malaika wa ulinzi, sema na waita malaika wa ulinzi wanilinde, walinde vitu vyangu, mali zangu, familia yangu, walinde vitu vyangu vya karibu, vitu vyako vya thamani. Omba malaika wa ulinzi. Tunakataa visasi, tunakataa malipizi, mashambulizi katika ulimwengu wa roho. Toka kwa jina la Yesu, toka kila nguvu za giza, toka kila nguvu za kichawi, moto kwa jina la Yesu. Tunatuma moto lao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti iliyo hai, inene mema na ikufungue vifungo vyote vilivyokuwa vimekupata. Ataki yoyote ile ambayo ilifanikiwa kupata ikuachie, na fungua kila uteka kuachie. Pokea uhuru wako, pokea uhuru wako, pokea amani yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Natangaza ufungulivu wako kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa, ambaye ni mwomba pamoja nawe. Naamini maombi haya yamekuwa tiba na yatakuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Usiogope, yarudie maombi haya, yataongeza imani na yatakuwa ulinzi kwako, na maadui zako wataibika, watakuja kukuomba msamaha, watakuja kujisema wenyewe kwamba ni sisi tulikuwa nakutesa, na ratiba zote ambazo kwa wameziandaa kukupa hofu, kukutisha, kukuharibia, hizo ratiba zao tumezikamata na kuzivuruga kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Unaweza kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari kwa namba inaonekana kwenye skrini yako iliyoishia na 91 au iliyoishia na 79, na Mungu atakubariki kwa sadaka yako. Jina ni Godwin Ayubu Ndelwa. Ubarikiwe sana kutoka mahali popote. Unahitaji msaada zaidi wa kiroho, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp, au unahitaji msaada wa kufunguliwa zaidi kama uko Dar es Salaam, basi naonana na mtu mmoja siku ya Jumanne. Muda ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 10 jioni, muda wowote. Mahali ni Dar es Salaam, Mbezi, Malamba Mawili. Kituo ni Malamba Mwisho. Hapo utaona bango letu la maombi ni dawa, au Rehobothi maombi ni dawa. Karibu sana, naamini Mungu atakuhudumia. Mitandao yote ya kijamii andika